Nasema karibuni kabisa ndani ya Radio Fortune Africa. Neema inatosha kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachukua kwa kasi sana duniani. Kibali, neema yake na Mungu ametusaidia popote tulipo. Na tunashukuru kuwa hewani. Neema ya Baba imetosha na kibali chake kimekuwa kitu tuzingira siku zote. Na mkono wake Baba umekuwa ukilinda maisha yetu siku zote. Nasema asanteni kabisa, maana Facebook yetu live page Radio Fortune Africa tuko pale mbashara. Tunashukuru Mungu. Tunashukuru jinsi Bwana anapanua ugo letu na kutusaidia kutamba na kutamba na kutamba. Hii radio inaenda kasi na kasi na kasi mno, na dunia yote tumetamba. Tunashukuru Mungu kwa mkono wake wa baraka sana, jinsi anavyotusaidia kuona tukiendelea na safari hii kwa njia bora tena kupendeza. Asante pia kwa wale ambao ni wa X, pia wale wa TikTok na zaidi ya yote YouTube, wapenzi wetu. Fikeni pale YouTube yetu Radio Fortune Africa, pale pia mtapata neema na mtapata pia mafundisho mazuri pale ambaye tunaleta mbele zenyu kwa wakati mwema kabisa. Asante na karibu. Pia Google tuko pale. Nasema hivi 456146 ndio tili namba ya Radio Fortune Africa. Simama na kituo hiki ili tuendelee kusalia hewani daima na tuvuke pia kupata neema ya kufika FM. Itakuwa ni jambo la kupendeza sana. Asante. Nukuu ya matumaini, Matthew Ndeva ndio jina langu. Kibali kinatosha na Mungu wetu ni mwaminifu sana siku zote. Mmoja wa wasomi katika mazungumzo yake alisema siku zote tuyajenge madaraja. Siku zote tujenge madaraja. Jaribu kusema ya kwamba tutakapolijenga daraja tusilivunje, maana kuna watu ambao watapitia pale katika lile daraja kwa ajili ya kuvuka ng'ambo ya pili. Siku zote ujengapo daraja, jua unajengea kizazi kijacho nyuma yako, maana watakuwa na sehemu ya kuvukia na kuendelea na safari mbele. Basi ujengapo daraja usilivunje, na akasema ni vyema kulijenga daraja, litakuwa ni jambo la kupendeza sana. Siku zote katika maisha tunaendelea kung'ang'ana na kusukuma maisha ili yasonge. Tuko kwa harakati za kuona maisha yetu yanakuwa bora tena ya kuboreka siku zote, ili tusikue jinsi tulivyokuwa jana tuwe leo. Mungu atusaidie ya kwamba kesho yetu iwe bora tena ya kupendeza sana. Asante, karibu. Na nukuu hii tunasema hivi, maisha ni dhamana, tena yana dhamana kubwa maishani mwetu. Siku zote ukiwa mzima, mtukuze Mungu, mtumikie Mungu, tena muone Mungu fahari. Kwa nini? Uzima ni kitu cha baraka sana maishani. Ukiwa mzima unaweza tembea, amka na kutembea na kufanya unaloweza kulifanya, ni jambo la kupendeza sana. Ndio siku moja tulikaa na sehemu ya nukuu ya matumaini tukasema, Mungu Baba ndiye anayetubariki siku zote. Kwa sababu gani? Unaweza lala ukiwa ulio na tajiri na vitu, na ukiamka asubuhi vitu vile vimetoweka, umebaki bila chochote. Na unaweza lala una chochote, na Baba akinapokuamsha asubuhi unajipata tajiri, mtu na vitu vyake. Hiyo inamaanisha Mungu ndiye upeana vitu hivi na anapeana kwa wakati wake. Siku zote usikate tamaa, usife moyo, usione mtu kama umefika mwisho, ya kwamba nimefika tamati na sitaweza endelea. Kuna Mungu ambaye anatupa siku zote matumaini ya kitu tutakipata kesho. Katika sehemu hii ya nukuu ya matumaini tunasema tunazaliwa, na katika kuzaliwa tunapoishi pia tuna maisha. Baada ya kuishi katika ulimwengu huu, tunafika sehemu ambaye tunaweza ondoka tena katika dunia hii na kupumzika. Na hivi vitu vyote vinafanyika kwa mipangilio na mikakati ambayo Bwana anatupa. Basi ikomboe wakati. Siku zote ukiwa mzima, komboa wakati, maana muda na nyakati zinasonga. Komboa wakati wako, ili Mungu anapokupa kibali na neema ya kila siku, una sehemu ambayo unaweza ambia Mungu nimetenda. Maisha haya ni kama upepo, maana ujapo na uzito, unapoondoka unaondoka pia na uzito huo. Bali ujapo upepo ndivyo unavyosonga na kuondoka pia. Basi maisha haya yako vile vile tu, na siku zote jua ya kwamba maisha tunayoishi haya, kitu chochote tunachoona hapa chini ya jua kilikuwepo. Hakuna kitu kipya siku zote, maana vitu hivi vilikuwepo. Ndio unaona mhubiri anasema ubatili mtupu. Kwa nini? Maana hapana chipya, ama hakuna kitu kipya chini ya jua. Vitu vyote vilivyopo hapa duniani vilikuweko tangu zile enzi, tangu uumbaji, tangu hapo mwanzo vitu hivi vilikuweko. Basi tunakupa tu moyo na matumaini ya kwamba kesho yako ni bora tena nzuri na tena ya kupendeza. Siku zote amini Mungu yupo na ana mipango mizuri kwa ajili ya maisha yako. Siku zote jua Mungu anakutenda mema, anakubariki na anataka aone siku zote ukiinuliwa. Katika sehemu ya maisha
Unapokuwa ungali mzima, mtumikie Mungu, tenda mapenzi ya Mungu na kuwa na matumaini ya kwamba kesho ni nzuri, kesho ni bora, kesho ni ya baraka. Na tunasema katika sehemu ya nukuu ya matumaini siku zote ya kwamba maisha ulionayo ni bora, katika sehemu ulionayo ni bora. Maana ikiwa mtu anaweza kupa sehemu yake ya maisha, utamwambia afadhali nirejee kwa ile iliyokuwa yangu. Kwa nini? Si nyepesi vile, lakini kwa sababu umeizoea sehemu yako, umezoea nyakati zako, umezoea majira unayoishi ndani, unajua jinsi unavyopenyeza na kupita, basi salia kujua yupo Mungu ambaye amekupa kwa sehemu hiyo, amekupa mahali hapo, amekupa neema hiyo. Na kichache ulichonacho mshukuru Mungu, maana kuna mtu ambaye anatamani hata hicho ulichonacho na hana, lakini wewe ulichonacho basi kitumie vizuri, kilinde, kitunze, maana utakapokiachana na kitu kile kikiondoka kwako ni cha dhamana kwa mtu mwingine. Angalia ni vitu vingapi ambavyo umevitupa na unaporejea unapata mwingine amekichukua ameenda nacho. Hiyo inamaanisha ulichonacho kishike na ukitunze, maana hapo ndipo Bwana amekupatia, na ukijua ya kwamba kesho yako ni bora zaidi ya leo lako. Asante na karibu. Imekuwa ni nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva ndani ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Neema inatosha na Mungu wetu ni mwaminifu. Asante na karibu. Till namba yetu ni 4561 468. Unaweza tumia tili hiyo kwa mitandao yote inayotuma fedha, na ukituma utakuwa umetusaidia kusalia hewani daima, na jambo la pili kutusaidia kupata upenyezo na kununua transmitter nzuri, mtambo wa nguvu utakao tusaidia kupenyeza na kufika FM. Bwana kulinda, kutunza, kubariki na uwe na siku ya